Kwa wafanya biashara ambao wapo katika maeneo mbalimbali, hususan kama leo hapa ambapo tuko Bububu. Kwa hiyo wafuate ile miongozo ambayo wamepewa na baraza ya kudhibiti taka, kuhifadhi taka vizuri, kwa sababu kama leo sehemu ambayo tunafanya usafi, taka nyingi zilizozagaa ni taka ambazo zimesababishwa na wafanya biashara ambao wapo katika barabara yetu hii. Kwa hiyo wafanya biashara wote wanatakiwa kufuata ile miongozo ya kuweka taka vizuri, ili magari yote yatakapopita yawe yanachukua taka kwa urahisi, lakini pia barabara zetu zibaki kwa salama. Lakini pia wakumbuke kwamba hili ni jukumu la kila mwananchi kufanya usafi. Kama tusipofanya usafi, ina maana wilaya yetu barabara tu itakuwa chafu, lakini hata taswira na wilaya yetu haitakuwa salama. Kwa hiyo kadhalika na wananchi pia waone pia hili jukumu ni la kila mtu, na usafi wetu tutakapohudumisha, basi tutaweka wilaya yetu ikiwa safi, lakini tutaondosha na majanga mbalimbali ikiwemo maradhi ya milipuko. Kuhamasisha wananchi juu ya usafi na nini athari zake na nini faida zake, ili kila mmoja wetu aone kama sisi wafanyakazi tumejitolea katika kufanya kazi hii ya usafi, na kila mwananchi ana haki ya kufanya usafi kwa ajili ya kulinda mazingira yetu yawe salama na kuondokana na maradhi mbalimbali, lakini pia kuondosha misongamano na uchafu ambao upo katika barabara zetu pamoja na mitaa yetu na wilaya yetu kwa ujumla. Wito wangu kwa wafanya biashara ambao wapo maeneo ya barabara, kama tulivyoanza mwanzo, tulitoa utaratibu maalum wa kuondosha taka katika maeneo hayo na kuzoa taka na kuweka taka. Lakini pia tunapofanya usafi kama huu, wafanya biashara na wao moja kwa moja wanatakiwa kushiriki, kwa sababu usafi ni wa kila mtu. Usafi ni wa kila mtu, na mfanya biashara pia anahusika katika kufanya usafi, kwa sababu wao watakapoanza kufanya usafi katika maeneo yao ya biashara, hakika hata barabara zetu zitakuwa safi.